Ni jitihada mbalimbali zinafanyika kurejesha maji katika kijiji cha Kibao wilayani Mfindi, na mradi huu wa maji unatekelezwa na Water for Africa kuhakikisha kwamba shule ya msingi Pilimo inapatiwa huduma ya maji. Shule ya msingi Pilimo ipo katika kijiji cha Kibao wilayani Mfindi, ambapo ni moja kati ya shule kongwe katika wilaya ya Mfindi. Huduma hii ya maji ambayo inasogezwa na shirika hili la Water for Africa, wananchi wanalizungumziaje? Mimi ni Francis God. Mzee Umeme anazungumzia namna ambavyo kijiji hichi kilikuwa na kadhia wa huduma ya maji na kuletewa huduma hii ya maji kwao ni fursa kiasi gani? Kwa sasa kuja kwa maji haya inakuwa ni mkombozi hata kwa watoto wetu, baada ya kwenda kuchota maji kwenye visima huko, sasa watachota maji jirani. Hata vyoo vilivyotengenezwa vya kisasa vitawasaidia namna ya kufanya, yani kuepukana na kipindi hiki. Kilio cha maji katika kijiji cha Kibao kimekuwapo kwa muda gani na hali mwanzoni ilikuwaje? Kwa kweli tangu umetanuka mji kumekuwa kuna shida ya maji, manake kila moja anahitaji maji. Kumekuwa ni shida ya maji foleni. Ikifika muda wa kiangazi kama sasa tunapoelekea, maji mengi yanakauka, kwa hiyo yanakuwa maji ya shida kidogo. Kijiji cha Kibao kwa mara ya kwanza kilipata maji mwaka gani, na baada ya hapo hali ikoje? Tuliweza kupata kidogo pale dispensary, yale maji yanaishia Kibao tu, hayafiki kwetu. Sasa nafikiri hata huu mradi tunatakiwa kutokana na maji kuwa yanatoka sana, tungejitahidi labda ikasogezewa, maanake kijiji kinaelekea Lukuna huko, maanake tunahitaji kupata hayo maji ili tuweze kuepukana na tuseme kwamba mama alivyosema kumtua mtu ndoo kichwani, ionekane ametukua. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeelekeza nguvu kuhakikisha kuwa inamtua mama ndoo kichwani. Falsafa hii imeendelea kuungwa mkono na wadau mbalimbali wakiwemo wa Tanzania na hata mashirika ya nje. Water for Africa ni moja kati ya shirika ambalo limeweza kuwekeza katika kijiji hichi kuiunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzee Jacob Sanga alimaarufu Umeme anazungumzaje jitihada hizi za Water for Africa? Kwa kweli na waunga mkono, hawa watu wamekuwa ni mkombozi kwetu. Tunawasema waendelee kuwepo kwa sababu ni msaada. Akina mama hawa wakazi wa kijiji cha Kibao ambao mradi huu wa maji umekuwa ni tegemeo kubwa kwao, na kupata huduma hii ya maji wanaamini kwamba falsafa ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani inakwenda kutimia. Ni kilio cha muda mrefu kwa wanawake, hasa ukizingatia kuwa wanawake ndiye ambao wanashughulika kwenda kutafuta maji muda wote, na baba hata akienda katika shughuli zake, lakini mama ndiye ambaye anahitaji kuona familia inakuwa na maji. Ana Pera, yeye ni mkazi wa kijiji hichi, anazungumza kwa niaba ya wananchi wa kijiji hiki cha Kibao, hususani wanawake, juu ya mradi huu ambao Water for Africa imewasogezea kwao. Ni faraja kiasi gani? Namshukuru Mungu kuona Water for Africa wameweza kutuletea maji, wakina mama tuweze kupumzika kwenda mtoni. Maji tuliyokuwa mnayo mtoni hayakuwa salama, lakini kuanzia sasa tumepata maji salama na watoto wetu watachota jirani. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia kuweza kutusaidia kuweza kupata maji, kuendelee kuchota vizuri kwa amani na upendo. Tunasema asante sana serikali yetu kwa msaada ambao wametupatia tuweze kuchota maji mazuri na tukawa na afya salama, na watoto wetu tayari sasa tumeshawapunguza mizigo. Asubuhi walikuwa wanajifisha ndoo, maji, kuni,
wao wenyewe, lakini kwa sasa hivi tunajua wako salama, na sisi endapo tumeenda shambani huko salama. Tunasema asante sana Mama Samia, tunakushukuru sana, Mungu akubariki kupitia maji haya tuliyoletewa. Asante sana. Amen. Wakina mama, tulichokuwa tunaomba hapa, tunashukuru maji tumeletewa, lakini tunaomba watoto wetu hawa, kwa sababu ni umbali kidogo na chooni, Mama Samia ulishatujengea kwa kipindi hicho. Tunaomba maji yangesogea, wangetuletea pampu ili waweze kuvuta yaende moja kwa moja chooni na moja kwa moja pale shuleni uweze kujengewa tenki, wawe wanafungua bomba, maji yanaingia moja kwa moja chooni na mengine wanachota kwa bomba. Tunaomba sana mtusaidie hilo, pamoja na kuwa ametusaidia, ametuletea yako jirani, lakini tunaomba yafike mpaka chooni, watuletee pampu pamoja na mipira, wao wanayatumia watoto chooni. Asante, Mungu awabariki, naendelee kuwapa ujasiri pale ambapo tulipoomba, tuendelee kufanikiwa, mambo yaende. Asante. Ni Bi Anna Pera akiomba serikali kuweza kuangalia sasa pale ambapo wadau kupitia Water for Africa wamefanya, serikali iweze kuangalia kufikisha maji katika vyoo vya wanafunzi na kuhakikisha kuwa shule hii ya Ipilimo inapatiwa huduma ya maji safi. Umbali wa kutoka kisima kilipo hadi shule si mbali sana, ni uwanja moja wa mpira ama nusu uwanja, lakini wanaomba maji yaweze kufika chooni. Lakini hakika nakwambia, furaha siku zote haichagui aina gani ya kushukuru. Agnes Sanga ni mkazi wa kijiji hichi, ambapo yeye kwake anataka kuweza kushukuru kwa kutumia lugha asili ya huku, lugha ya Kikinga, na anasemaje? Mwalimu sana ni bana wa serikali tutangire ukutuheze ndobo kurutwe kwita mwalimu ngulu babatange ukumuleko tukongolelenge bantu bangulube ni mutubeshile ate bawapa tukongolelenge tubajinyo mutuhezekeka mutuletele elibombe litaliwe kuleta makasi ku bana bitu ubomboku naliene tukongola jonye nyimuweza nyi bantu bangulube tuka mwalimu ngulu babatange ngulu bababeki isikutyoni muweze kusaidia na babitu ukulu mwalimu tuongizi. Pamoja na furaha za wananchi hawa, Mwalimu Baraka Filia Patari ni mkuu wa shule ya Ipilimo, shule ya msingi, anaeleza namna shule ilivyokuwa na changamoto ya maji na kuletewa maji haya na shirika la Water for Africa, kwao imekuwa mkombozi. Nipende kushukuru shirika la wadau muhimu sana katika maendeleo ya elimu Tanzania. Shule hii imepata changamoto sana ya maji. Watoto walikuwa wanaenda kuchota maji kwenye kidimbwi hapo chini, maji ambayo yanayochukuliwa na ng'ombe na hayatoshelezi. Vyoo vyetu tumejengewa vizuri vya sasa na serikali, lakini tulishindwa kutumia vyoo hivi takribani miaka 6 kwa sababu ya ukosefu wa maji. Hatimaye kilio kimesikika na tumeletewa maji. Tunashukuru Water for Africa, tunashukuru wadau, tunashukuru serikali kwa jitihada zao zote. Sasa kilio hicho kimesikika na matumizi ya maji vyooni yataanza kutumika na watoto hawatapata shida tena ya kuweza kutafuta maji kwa upungufu kidogo tunapata. Tunaweza kupata maji mengi na salama, na itatusaidia katika kufanikisha swala zima la utoaji wa elimu, kwani muda mwingi tutakuwa tunatumia kwenye kuwafundisha watoto, sio kwenda kutafuta maji huko yanapopatikana. Basi niseme kama mwenyekiti wa kijiji cha Kibao langu, kwanza nijitambulishe jina langu naitwa David Kivesi Ruvanda, ndio mwenyekiti wa kijiji cha Kibao. Jambo la kwanza niseme tu kwa namna ya furaha ambao ninayo kama mwenyekiti, namna tulivyokuwa tunapata changamoto ya maji, na kwa namna kwa muda mrefu tulikuwa tuna kilio kikubwa kwa ajili ya maji, na hususan sana wanafunzi walikuwa wanapata tabu sana kwenda kuyafuata maji mtoni, na changamoto tulionayo ndani ya kijiji chetu ni kufuata milima.
ni kijiji ambacho kimebahatika kuwa na milima mirefu ambayo unapanda kwa muda mrefu na kwa tabu, na hicho kilio tumeendelea kulia kwa muda mrefu kwa kweli kwa kuhusu maji. Lakini tunamshukuru Mungu sasa kwa namna ya kipekee Mungu ameweza kutenda muujiza huu kwamba shirika hili la Water for Africa limekwenda baada ya kupelekwa maombi limekwenda kutuitikia ombi letu na limeweza kutusaidia sasa, mpaka sasa kwetu tumeona matunda na tumebarikiwa sasa, tumepata furaha. Kwa kweli tuseme shukrani ziende kwa watu wengi ambao wameweza kufanya hivyo, hata rais wetu Mheshimiwa Rais mtukufu mama wetu Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake yote kwa ujumla, namna wanavyokwenda kupambania kuona ni namna gani wananchi wanaenda kutuokoa kwa mambo magumu kama haya. Sasa ni wakina mama, kituo kitasaidia, wataenda kuchota maji mahali hapa wakina mama, na walikuwa wanapata tabu sana kufuata maji mtoni, wametoka mashambani ni mbali, wanaota na maji hayapo, wanaenda kufuata kwa mbali. Hili jambo kwa kweli kama mwenyekiti limeleta furaha na limeleta baraka kwenye kijiji cha Kibao. Lakini vile vile tushukuru na mkuu wetu wa shule ya Ipilimo ambaye amekwenda naye kupambania sana swala hili, kwa namna kwamba anavyoona wanafunzi wanapopata tabu, wanahangaika, wanaendelea kupata shida na maji, ameenda kupambana kuwaomba Water for Africa, na baadaye Water for Africa nao wakaenda kutusikia kilio chetu wana Kibao. Hili ni jambo la furaha na ni jambo la neema ambalo kwa kweli hatutakaa tujutia hata siku moja. Tuombe kwa kweli waendelee kutukumbuka, uhitaji wa maji bado tunao. Tuna vituo vya Water for Africa kijiji cha Kibao 4 kwa sasa ambavyo tunavyo vinavyofanya kazi, lakini bado tuna uhitaji mkubwa wa maji, kwa sababu shule tunazo nyingi zinazozunguka zinahitaji maji. Hii tabu ambayo kwa napata adha ya hapa shule ya Ipilimo, bado na shule nyingine tunayo nyingine naenda kupata adha hii. Kwa hiyo tunaenda kuomba shirika hili la Water for Africa liendelee kutubeba pamoja na serikali iendelee kutusikia kilio chetu wana Kibao. Kwa kweli nishukuru mwandishi wa habari kwa kututembelea kwenye kijiji chetu, na Mungu awabariki sana kwa namna upendo mlionao. Kwa jina mimi naitwa Nestori Sanga, meneja wa shirika la Water for Africa Tanzania. Shirika la Water for Africa ni shirika lisilokuwa la kiserikali, linasaidia maji kwa kuweza kuchimba visima virefu kwenye maeneo mbalimbali ya taasisi za serikali ikiwemo hospitali, vijiji, shule pamoja na maeneo ya magereza. Na kwa sasa shirika la Water for Africa limeweza kuchimba visima. Kwa mfano mwaka tu 2026 tumeweza kuchimba visima virefu 36 mpaka sasa, na maeneo mengi ambayo yamefikiwa ni maeneo ya Iringa vijijini, Kilolo pamoja na maeneo ya wilaya ya Mufindi na maeneo ya wilaya ya Njombe, kwa eneo la wilaya ya maeneo ya Makambako na maeneo mengine yanayozunguka wilaya ya Njombe ikiwemo Wanging'ombe. Wanufaika wakubwa wanaonufaika na hii huduma ni watoto wanaotumia kwenye maeneo ya shule, wanakijiji pamoja na maeneo mengi ambayo magereza wale wafungwa wanaweza kupata uwezekano wa kupata maji kwa urahisi, tofauti na vile ambavyo walikuwa nasafiri parefu kuweza kupata maji. Nafikiri kwa wananchi, kwa sababu ndo wanufaika wa kwanza wa mradi hii, nachowaomba kikubwa kwamba watunze na kuthamini miradi hii ili iweze kusaidia katika jamii, ikiwemo sio tu kwamba wamepata maji ambayo ni safi, lakini pia wamepata maji ambayo ni safi na pia ni salama, kwa sababu maji baada ya kuwa yamechimbwa yamehakikishwa na yamepimwa kwenye maabara za serikali na kuhakikisha kwamba maji haya ni safi na salama kwa ajili ya kutumiwa na wananchi. Asante. Kwa majina naitwa Edmond Lumato, ni afisa elimu kata ya Mtwango. Awali ya yote kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ameweza kutuwezesha kuweza kupata mradi huu kutoka shirika la Water for Africa. Kweli tumekuwa na changamoto ya maji katika shule ya msingi Ipilimo, lakini kwa ujio wa mradi huu maanake utawezesha sasa kwa wanafunzi kuendana na ule muda ambao ulikuwa kutumika kwa ajili ya kwenda kutafuta maji, maanake sasa utatumika madarasani, na hivyo wanafunzi watapata stahiki wakati sahihi kwa wakati mwafaka, na hivyo inaweza ikaenda kupelekea kuongezeka kwa ufaulu wa wanafunzi madarasani. Sheria za maji na kutunza miradi hii zikoje? Ofisa mtendaji wa serikali ya kijiji cha Kibao hapa anaeleza wajibu wa wananchi katika kutunza miradi hii, lakini pia kutunza vyanzo vya maji.
Naitwa Olaf Michael Daki, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Kibao. Wajibu wa wananchi kutunza mambo ya maji. Tukianza na vyanzo vya maji, mwananchi haruhusiwi kulima ndani ya mita 60. Atakuwa aanze kulima kuanzia mita 60 kwenda na kuendelea huko. Na kwenye vyanzo, kuna kwenye jicho la maji, kwenye chanzo cha maji napo haruhusiwi kulima kwenye eneo hilo. Vile vile tukaenda kwenye utunzaji wa miundombinu ya maji, wajibu wa wananchi wote tutunze ili maji yaweze kusaidia. Kwa hiyo maji ni muhimu. Kwa hiyo kuna sheria ndogo ndogo za kijiji zotunzwa kwa ajili ya mwananchi anaweza kuharibu miundombinu ya maji na kuharibu vyanzo vya maji, na hizo sheria zipo na huwa zinatumika kisheria. Hakika wahenga wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na siku zote muda ni ukuta. Kijiji cha Kibao ambacho kimeweza kupambana kwa muda mrefu kuhakikisha kinafikiwa na mradi wa maji, hasa kuzingatia kuwa kijiji cha Kibao katika historia ya Tanzania, kijiji cha Kibao ndipo yalipokuwa makao makuu ya wilaya ya Mfindi kabla makao hayo makuu kuweza kuhamishwa kupeleka wilayani katika mji wa Mafinga. Miaka hiyo ya nyuma kijiji cha Kibao kilikuwa na mradi wa maji, lakini mara tu baada ya wilaya kuweza kuhamishwa, miundombinu ya maji iliendelea kuchakaa na eneo maarufu kipindi hicho ikijulikana kama kwa Bwana Maji, sasa hivi tunaweza kusema kuwa amekuwa kwa Bwana Msitu, kwa sababu hakuna tena vyanzo vya maji na Bwana Maji hatajulikani kaenda. Mradi huu wa Water for Africa unarejesha furaha kwa wakazi hao wa kijiji cha Kibao na kukumbuka Kibao ile walioikumbuka. Lakini pia serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali zote zimekuwa zikiwekeza kuhakikisha kuwa zinamsogezea mwananchi huduma ya maji safi. Neno la afisa mtendaji ambalo analitoa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni hili. Tukianza na shirika Water for Africa, nashukuru sana kwa kuweza kutusaidia maji. Karibu shule zote za kijiji cha Kibao wametuchimbia hivi visima. Kijiji alianza shule ya msingi Kibao wamechimba, tuna kisima. Sasa hivi nakuja shule ya msingi Ipilimo tuna kisima. Sana kwanza tulikuwa tuna shida sana, kuna vyoo vya kisasa tulijenga toka mwaka juzi, tulikuwa tunashindwa kuvitumia kutokana na swala la maji. Kwa hiyo sasa hivi kwa kuwa tumepata maji, nafikiri wanafunzi wataanza kutumia hivyo vyoo na vitakuwa salama zaidi. Vile vile nimshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anashirikiana na shirika la Water for Africa ambao wametuletea maji katika kijiji chetu cha Kibao. Hii ni Kibao na hii ni wilaya ya Mfindi ambapo shirika la Water for Africa likiendelea kuwajali wananchi kutoka hapa Kibao. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis. Asante. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Safe Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe safecompany100@gmail.com. Safe Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Kefu.
Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.